Na mtazamaji wapo ndio mwanzo unaungana nasi, kumbuka kipindi ni Zulia la Afya tukizungumza kuhusu HIV PrEP and PEP. Kabla tuende mapumziko, Bwana Justus, ulikuwa umetuambia hapo awali kwamba dawa hizi zinafanya kazi kwa masaa 72. Ukienda hospitalini kama masaa 72 imepita, basi huenda isifanye kazi. Na tukazungumza kuhusu huyu mtoto ama huyu mwanadada ambaye yuko kule mashinani, amebakwa ndio, lakini health facility mahali ambapo atapata huduma iko mbali. Kama tujuavyo, mashinani kupata hospitali moja hapa, nyingine ni kule, ama pengine ameenda kwa ile hospitali hiyo PEP haiko ama hiyo PrEP haiko. Masaa 72 yamepita, pengine ni siku 2, ni siku 4, wiki moja, ndipo sasa anafikia ile health facility. Atasaidiwa vipi? Hiyo ni changamoto sana, kwa sababu sasa hapo kazi ya PEP kwa huyu mtoto ama huyu victim itakuwa tayari ishaanza kupita effectiveness, because ndio 72 hours. Ukianza kupewa hizo dawa within that period, hapo itafanya kazi mzuri. Na sasa kama unapewa hizi dawa after that period, hazitafanya kazi. And that's why when unasikia kitu ni rape case, don't assume, don't judge. Atu anaweza kuwa ni negative. Rush to the hospital. Na kama iko mbali, siku hizi naona tuko na county ambulance ama sub county, ziko at least kwa kila sub county. Pikipiki ziko. Mama chukua mtoto, fikisha kwa hospitali. Because it will cost you lifetime kama upeleke mtoto kwa hospitali than 100 ama 50 shillings ya kuchukua bodaboda fikisha mtoto kwa hospitali within that period. Na huyu mtoto kuzujui mtu ana sababu gani ya kurepa. Na watu wako na sababu mingi. One can be that reason. Mtu anataka tu kuinfect hiyo family. Ama anataka tu because ni punishment, anataka kupeana mtu fulani, let me just punish that family. So ukipea huyu mtoto akifika kwa hospitali when that period is over, actually management itakuwa haina msaada kwa huyu mtoto. Because dawa yenye angepewa ingemsaidia sana ni hiyo. Na kama muda imepita, kutakuwa na management, we'll just wait for some period as we monitor. Wafanye PCR, wafanye ELISA, at least wajue HIV iko ama haiko. Yeah. Kama hiyo muda imepita, at least na wakipata iko, then the thing is ni kumwandisha kwa madawa. Yeah. Na kama haiko, then at least kuna hiyo counseling session pia mtoto anafaa kwa counsel very well. Pengine utueleze ni kina nani ambao wanastahili kutumia hii dawa HIV PrEP and PEP, ama mtu yoyote anaweza tumia? Manake tumezungumza kuhusu wale ambao wamebakwa, yule ambaye pengine yuko katika hatari, partner wake yuko HIV yeye hana. Nani mwingine anaweza tumia dawa hizi? PrEP. Sana sana PrEP inatumika kwa such partners, na pia like occupational, like watu unafanya kwa hospitali. Sometimes you never know. Although that one, like PEP, mostly inatumia kwa watu wanafanya kwa hospitali. Hiyo kwa sababu unakuwa subjected kwa pricks, unakuwa subjected kwa patient wenye their status, they might be alarming. Na PrEP nayo, actually PrEP, hiyo ndio kitu yenye ningesisitiza mtu asikuwe anataka kuimisuse. Because akishasikia hii dawa, nikimeza, na niende nilale na mtu mwenye ako na HIV positive, I'll be negative. Remember, you are not at that risk. Mostly kwa tunapea hawa watu wenye you have multiple partners, ama you are a polygamy man, kuna wanawake kama 5, you are at risk. Ama you have like 4 partners, you are at risk. Go to the hospital, explain to the hospital, to the personnel pale, because daktari atakuelewa. Once mconvince you are at risk, because hatuwezi kukupea tu kwa sababu umekuja nipatie, at least you must also explain or make sure that daktari anakuelewa that you are at risk. And hizi dawa, remember, ukishapewa hizi PrEP, like you are expecting uko na bibi yako na HIV positive, and umefika mahali now it's time we need to kutumia bila mipira. Utapewa hizi dawa
uanze kuzimeza like 7 days before you be subjected kwake without mpira. Na effectiveness ya hii dawa should run up to 20 days actually. Kifika 20 days, hapo hizi dawa sasa functionality yake iko sawa. Then you'll be taking this drug daily, remember? Si ati ni dawa sasa utakuwa umeimeza. Now because umeimeza 7 days ama 20 days, umeona now uko maximum ya protection. Because 20 days actually the maximum, now the maximum protection iko hapo sasa. So ukianza utakuwa tena unazimeza daily. You see? So you can even take 20 years. I mean 2 years ukizimeza tu. Umesema dawa hii inaanza kufanya kazi vizuri baada ya siku 20. Inamaanisha kwamba siku ya kwanza hadi 20 hapa katikati nitakuwa nafanya nini? Sitashiriki mapenzi ama nitashiriki mapenzi? Hautashiriki. Kwa sababu you are targeting something. If you are targeting, you must reach that target. Because the thing is, nataka to make sure my immune system is able to control the viral infection. So inamaanisha iwapo nitashiriki mapenzi katikati ya siku 1 hadi 20 hapa nitapata virusi. Actually probability iko utapata. Yeah, because hizo dawa hazijakupea ile kinga mzuri. Haijafanya ile kazi inafaa ifanye kwa mwili yako. And that's why si tunameza leo na kesho umeanza. Hiyo haitakusaidia. Meza hizi dawa like kama we saw effectiveness yake kwa 7 days actually ni anal, you know, au homosexuals effectiveness ya anal sex na nini vaginal sex ya vaginal sex they say it's 20 days, anal sex is 7 days. So you see kuna hiyo reduced period ya anal sex, increased period ya vaginal sex. So unafaa uichukue like 7 to 20 days hapo, then you can start take now one by one as you move on. Yeah. Umezungumza kuhusu umeze hizo dawa kwa siku 20 kabla ya kushiriki ngono na ule mwenzako ambaye yuko HIV positive. Nachukua mfano hii, mimi niko katika ile nyumba, mume wangu yuko HIV positive na mimi niko negative. Unafikiri kwamba nitakuwa very sure ati sitapata ugonjwa huu? Manake utakuwa uko na ile wasiwasi, alafu pia haumuamini, manake huenda ni yeye alileta, haumuamini. Hizo dawa actually zitakusaidia. Na kuaminiana, you see, HIV doesn't mean that nilipata HIV now I'm unfaithful. HIV kwa ile nyumba actually kuna hiyo stigma, ndio unaweza pewa hizi dawa, lakini wazo moja likuja useme hapana. Sasa kama kweli ni mtu mnapendana na ni mtu mnaishi na yeye, na kweli imefika wakati mnasema yeye hata mimi nataka pia mtoto, umetumia mpira ya kutosha, tunataka mtoto na mnaishi pamoja, because hii si kitu utafanya na mtu mwenye mpendana. Lazima kikuwe na kitu kimekutuma, ni mapenzi ama ni nini, mnaishi na yeye ama hamuishi na yeye, nataka mtoto ama mtaki mtoto. Waje bwana daktari, nasema hivyo ni kwa sababu tulipooana kila mtu alikuwa negative. Tumeingia katika ndoa, wewe umekuwa positive, mimi ni negative. Najua ni wewe ulileta. Unajua ile uaminifu hautakuwepo tena. Inapofikia wakati kama huo, mimi niondoke katika hii ndoa, manake hata nikikaa hivi na wewe sitakuwa na ile amani. Hata pengine kulala katika kitanda kimoja na wewe sitakuamini tena. Na I'm very sure wakati tulikuwa tunaishi, haujapata damu ya mtu, haujakuwa mgonjwa, tumeenda ukadungwa sindano ukapata. Hiyo lazima ulitembea kule nje na mwanamke. Okay. Hapo atakuwa ni makosa, ilikuwa ni yake, kwa sababu alienda nje, alikuwa unfaithful, but hakutumia kinga ama hakufuata precaution nzuri, ndiye akaleta ugonjwa kwa nyumba. Nakumbuka wewe pia ndio kitambo agundulike ako HIV positive. Wewe kama bibi yake ama wewe kama bwana yake, lazima pia wewe uende hospitalini upimwe, ujulikane niko positive ama niko negative. Kwa sababu hakuna haja ujue alienda kapima kwa positive na mnaanza vita kwa nyumba, unaanza kumwacha na wewe pengine uko positive pia. So unaenda mahali haumezi dawa, unaishi hivyo, ati bwana yangu alikuwa positive, mimi hata nilimtoroka, na kumbe wewe pia ni victim.
So lazima pia uende kwa hospitali, because hao ni watu sasa wenye wanahitaji mawaidha, wanahitaji ushauri wa hali ya juu, because nyumba inaweza haribika. Na kama tayari mko positive nyinyi wote, mbona msiishi pamoja mchukue madawa? Unfaithfulness, it's something that maybe happened on a slight note, but na maybe hata wewe pia ulikuwa unfaithful mahali, but kwa sababu HIV kukupata, so it doesn't mean that you are not unfaithful, you are faithful. Ni kwa sababu wewe haikukuguza hiyo siku, na huyu alienda bahati mbaya ikamguza. So usifanye hiyo nyumba ikaharibika. You can sit down, upate counseling mzuri na mwanze madawa. Na kama wewe ni negative na yeye ni positive, you can still move on. You can stay, because itajulikana wewe sasa ni discordant couple. Yeye ni positive, wewe ni negative, which is a very happy life. You can still live, mwencourage aishi, mwencourage ameze dawa, watu waone maisha yenu iko na furaha. But ile mnaishi kila wakati mnagombana, mnakimbia nyumbani. So kuchukua hizo dawa ni muhimu sana. Na kama ni PrEP unataka utumie, kwa sababu sasa bwana yako alipatikana na HIV positive, na wewe sasa unataka umtoroke, usimtoroke, enda chukua PrEP, kaa nazo, meza, explain daktari atakupa hizo madawa, na mnaendelea kuishi miaka 20, miaka 30. Ndio hii PrEP ama PEP ifanye kazi vilivyo ama effectively, mtu atumie vipi? I think nilikuwa nimeguzia awali, like hizo dawa ni unafaa umeze siku 7 kuendelea mbele kabla you come in contact with this person. Like you are very sure this person is HIV positive. Take these drugs 7 days before, but ndio ikuwe very effective, ifike your maximum effectiveness 20 days. So take your time, chukua hizi dawa 20 days before any contact with this person. From there, now you can take as you move on. Na utakuwa unaitumia daily. Yeah. Ukiruka siku moja? No, ukiruka siku moja actually unajua ni kama tu uko una meza dozi ya malaria na uruke siku moja. So utaambiwa utakuwa umeanza ku resist. Yeah. So sometimes pia viral infection, you know, ni kitu kama umepea kitu fulani iifiche. Then kidogo uruke. So je, siku umeruka ndio itakumbuka hapa nimesahaulika kidogo, acha ni. Yeah. So dawa inafaa ufuate adherence yake up to the maximum. Kuna wale ambao wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa ukimwi lakini wanaogopa kwenda hospitalini kuchukua hii PrEP, ama pengine walishakuwa exposed kwa hatari, anaogopa kwenda kuchukua hii PrEP kwa sababu hajui gharama yake ni ngapi, hajui inauzwa ama haiuzwi, anasema mimi sina pesa ya kununua. Je, PrEP na PEP ni bure ama inauzwa, ama ni kiwango gani ya pesa ambayo mtu anatakana kutoa? Hapo ningeshukuru sana kwanza government, kitu ya kwanza, because actually imesaidia. You know, with PEP and PrEP kwa site and in every facility, at least we can see it may reduce the new infection rate. Because saizi mtu akisikia kesi ya rape lazima afike kwa hospitali asaidike. Because niko na ushuhuda one, and I've seen it working to someone. Like you test this person ni positive, huyu ni negative. They had sex yesterday. Wamefika kwa hospitali leo kupima. One is turning positive, one is turning negative. Na akaandishwa dawa immediately. We made follow up mpaka saa hii now 4 months. I think 5 months, and she's negative. So which means these drugs are working. Na ni dawa zenye wewe unafaa utumie. And the government may distribute these drugs for free. You not pay anything, you not pay any cent. Uende kwa private, uende kwa public, utapewa for free. Yes. So usiogope ati magharama itakuwa juu sasa nishakuwa exposed, niogope kuenda. And don't assume that I've been exposed. Although those drugs are very funny, you take, you know, like PrEP when you take, mostly lazima wakuwa na check your kidney most of the time because iko na pia side effect. Yeah. So ni dawa zenye unafaa uko unatumia under monitoring pia. At least uko na last hospitali una meza, unarudi huko after some period wana check. Because unaweza kuwa na meza ina spoil some of your organs. So mtu asifurahie kuzimeza na usifurahie because nimesikia PEP iko, let me just have sex with her and then go take PEP or PrEP.
So at least hizo dawa ni free actually, yeah. Kuna hii survey ambayo ilizinduliwa hivi majuzi ambapo wale wataalamu wanatembea nyumba kwa nyumba, door to door HIV survey. Iko vipi? Maanake watu wengi wanaogopa. Unajua watu wengi wanaogopa kwenda kupimwa, na sasa wanaona ni kana kwamba pengine serikali imetaka kuwapima kwa lazima. Yeah, actually kuna uoga. Watu walisikia kuna commissioning of HIV survey door to door, utakona hapa. Like I was reading in the internet, unasikia mtu anasema wakuje, na wakikuja na wasipokuja na askari kwanza hawaingii. Hata kuna wengine pengine kama ni area hii wanakuja leo kupima, mtu anatoroka na hama for a while. But actually that's not something to find out if you are positive or negative. Actually what the government is trying to do, it's under KenFIA. Kenya is trying to look at the population na kuangalia hii survey, how many people are infected, how many people are on drugs. They're just trying to take a survey, and that's utapata wameselect some, because they are targeting around 36,000 families or people. Yeah, si lazima kila mtu atafanyiwa, it's just a survey. Watafika kwako, and before afike kwako lazima watatuma mtu akuja kuinform with your family, such and a day we are coming in your home to do testing and counseling, and if you are positive we give you drugs, and if you are positive already we see how we are taking drugs and do some viral load kuangalia kiwango ya CD4 iko aje. So it's just a survey the government is trying to find out and know that the next 2030 tutakuwa wapi, you see. So usiogope, because hata watakuja wapimie kwa nyumba yako pamoja na familia yako hivi kwa round table. No, it's when utaenda na mzazi na babako kae pale peke yenu na mhudumu, mtoto kando, kila mtu kando. Na kama utataka kushare na familia yako hiyo wakati ni sawa pia. Yeah. Na mwelekezi wangu ananiarifu kwamba muda wetu unaendelea kukamilika. Bwana Justus, nikupe sekunde chache useme neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho actually ni kushukuru tu wananchi, kwa sababu saa hizi nimeona wananchi at least there is that gap ya reduction of HIV. At least tunaweza furahia kama wananchi wa Kenya, and we wish that in the next future, and that's why I have that 3-0 initiative, because that 3-0 stands for 3-0. The first 0 stands for we want to make sure by 2030 there is 0 new HIV infection. The second 0 stands for there is 0 stigmatization of HIV. And then the last 0, the third 0 now, we want to make sure that there is 0 HIV or AIDS related death. Like nobody is anasikika amekufa because of HIV, ama there is stigma HIV, ama there is new infection HIV. So this 3-0 initiative, actually I generated it from that name, 3-0. That's why nitaka hizi vitu tatu, at least we make sure they are working. And with the support of the community and media and everywhere, actually we'll walk around and make sure that kila mtu anajua what is HIV and understands it. Na mtazamaji, imekuwa ni kipindi cha Zulia la Afya vileo tukizungumza kuhusu HIV PrEP and PEP, na ambaye amekuwa akitusaidia kuchanganua ni afisa mkuu mtendaji wa 3-0 Initiative. Hadi kipindi kijacho na kutakia wakati mwema, anaitwa Imai Brenda.